Kuweza kufikia malengo ya kuwa kiongozi sehemu yoyote kwenye taasisi, hata kwenye biashara, ni lazima uweze kujiamini. Watu wengi wanahisi kwamba kama sisi wanawake kuendesha biashara kubwa kama hii ya usambazaji inahitaji mwanaume. Katika changamoto ni vile ambavyo wanaume wanakuangalia. Ukikutana nao kwenye biashara anakuambia unawezaje, au unawezaje kufanya hichi kitu kama mwanamke. Hivi vitu vinawezekana. Sio tu wanaume wanaweza kufanya, lakini hata sisi pia tunafanya. Ukiweka nguvu zako, ukaweka focus yako, ukaweka mawazo yako, hamna kitu ambacho kinashindikana. Kwa majina naitwa Amina Daniel Mlugu. Mimi ni mwakilishi wa kampuni ya HQD General Trading LLC, maarufu kama wasambazaji wa bidhaa za HQ hapa katika hizi Falme za Kiarabu, ambayo ipo chini ya mkurugenzi wetu Madam Selina Godfrey Letara, na makao makuu ya kampuni zetu yapo Dar es Salaam, Tanzania. Kampuni yetu inajihusisha na utengenezaji na usambazaji wa taulo za kike zinazojulikana kama HQ. Pia tunasambaza na bidhaa nyingine kama za watoto kama baby diapers na bidhaa nyingine za usafi wa mwili. Kwanza ni swala moja la kujiamini, kwamba kuweza kufikia malengo ya kuwa kiongozi sehemu yoyote kwenye taasisi, hata kwenye biashara, ni lazima uweze kujiamini. Cha pili ni kufocus na malengo ambayo wewe umejiwekea kufikia kwenye hiyo taasisi unaoifanyia kazi ama biashara ambazo unaziendesha. Swala lingine ni kutokata tamaa. Kama mwanamke, popote pale ambapo utafanya kazi au ni biashara unaendesha, vikazo vipo kama wanawake. Lakini mimi naweza kusema kwamba kama utasimama kwenye malengo yako na kutokata tamaa, hata kama unakutana na changamoto za hapa na pale, basi unaweza kuwa kiongozi bora kwenye taasisi yoyote na kuaminika hata kwa watu wengine na biashara. Changamoto zipo, na kati ya changamoto ambazo mimi nimezipitia kama mwanamke katika hizi Falme za Kiarabu katika uendeshaji wa hizi biashara zetu za usambazaji wa hizi pads, cha kwanza ni kutokuaminika, kwamba watu wengi wanahisi kwamba kama sisi wanawake kuendesha biashara kubwa kama hii ya usambazaji inahitaji mwanaume, inahitaji nguvu ya mwanaume. Lakini kiukweli ni kwamba mtu yote anaweza kufanya. Hata mimi kama mwanamke pia nimeweza kufanya hivyo. Katika changamoto ni vile ambavyo wanaume wanakuangalia. Ukikutana nao kwenye biashara anakuambia unawezaje, au unawezaje kufanya hichi kitu kama mwanamke. Lakini mimi ningependa kuwaambia wanawake wenzangu ni kwamba hivi vitu vinawezekana. Sio tu wanaume wanaweza kufanya, lakini hata sisi pia tunafanya. Changamoto nyingine ni kukatishwa tamaa. Hilo ni kubwa zaidi, kwa sababu unapokutana na watu ni lazima watakwambia wewe kama mwanamke huwezi kufanya biashara ya usambazaji, kwa sababu distribution inahitaji nguvu, distribution inahitaji maarifa. Kwa akikuona ni mwanamke ndo unafanya na ni kitu ambacho kimezoeleka kufanywa na wanaume, ni lazima utakatishwa tamaa. Kwa hizo ndo changamoto kubwa ambazo mimi naweza nikasema nimekutana nazo kwenye hii biashara au kwa masokoni ambapo tunasambaza bidhaa zetu. Kikubwa zaidi ambazo naweza nikasema kama ushauri ni sisi wanawake tunapaswa kujiamini. Iko ni cha kwanza, kwamba wanawake wenzangu wajiamini. Hamna kitu ambacho kinashindikana. Ukiweka nguvu zako, ukaweka focus yako, ukaweka mawazo yako, hamna kitu ambacho kinashindikana. Kwa popote unapoenda, unanyanyua kichwa chako, unaongea kwa kujiamini, na watu wengine wote ambao watakusikiliza watakusupport. Kingine ni kwamba
Ningependa pia kuwaeleza wanawake wenzangu, kuwashauri kwamba kupanua wigo wa mawazo. Biashara sio tu katika nchi ambazo tumetokea, kwa mfano Tanzania. Hapana, kupanua mawazo kwamba biashara zinawezekana hata kwenye nchi nyingine. Mfano kama sisi, taasisi yetu na kampuni yetu ni ya Kitanzania, lakini tuliona kwamba tusogee mbele zaidi na kuleta bidhaa zetu katika falme za Kiarabu, na biashara yetu ipo. Kwa hiyo pia ningependa kuwashauri wanawake wengine ambao wana ndoto kubwa zaidi kwamba wasibaki tu kufikiria kwamba biashara ni nyumbani tu. Hapana, pia hizi falme nyingine na nchi nyingine duniani zina fursa. Kwa hiyo wanawake wachangamkie hizi fursa. Fursa zipo na tunaweza, hatuhitaji hata kushikiliwa, ni tunaweza, sisi wenyewe tunaweza. We are manufacturers and distributors of sanitary towels. We have different types of towels. We have the aerobic tea series. These ones, they have the organic aerobic tea series, which gives you that sense of freshness. And also we have the fragrance free, which are the blue ones. These ones are preferred by people that don't like fragrances or they don't like the mint sensation. So what we try to do with our products is to give preferences to our customers. One thing I would say about our products, they're high quality made, grade A cotton. They are 100% cotton. They have high absorption. They don't give any irritation or itching. So they're products that I would recommend to all women to use. And here in UAE, we are in supermarkets, we are in hypermarkets, discount centers. I can share some few by names. You can find our products at Western supermarkets, day-to-day discount centers, Ansar More, Philippine supermarkets. But also we have our products online as well. You can purchase our products from Amazon, and also we have our own website, whereby when you just click on our own website, you can order and the products can be delivered to you. As we celebrate International Women's Day, HQ in the UAE, we have come up with an offer on our website, whereby whenever you purchase any of our products online through our website, you'll be given a free delivery within the UAE. And we have given this offer during this time so that as our way to give back to the community, as our way to give back to women during this whole month of March, as we celebrate women can have easy access to high quality sanitary products. And I urge people to try our products, because I am very sure once you try it, you can't go back, because our products are manufactured specifically to enhance women comfortability, confidence during menstruation periods.